Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu pamoja na kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo katika khutba yetu biidhnihi ta'ala tumeambiwa na tumeelekezwa na tukatangaziwa ya kwamba mada itakuwa ni as-sabru dawaun likulli da. Subra au kusubiri ni dawa kwa kila ugonjwa, au kwa maana nyingine tunasema ya kwamba subra ni dawa katika hali zozote zile ambazo mwanadamu zitamkumba. Na wengi wetu sisi tukizungumzia jambo la hususia kama Waislamu, wengi wetu tumejisahau, na wengi wetu tunahitaji tupewe tambihi kuhusiana na swala zima la kusubiri, kwa sababu hakuna lolote atakalolifanya mwanadamu na jambo hilo liwe ni lenye kufaulu vile linalotakiwa kufaulu, hata an yuhalla bisabri, mpaka jambo lile lipambwe na subra. Na mambo yote yanayoanguka na kuferi katika nyanja zote zile, na tutakwenda kuona, tutataja baadhi ya nukati ambazo ndio za kimsingi Muislamu atakiwa asimamishe subra ndani yake. Katika hali yoyote ile mwanadamu atakayokuwa nayo, madamu atakausa subra, basi jambo lake hilo halitakuwa ni lenye kufaulu, litakuwa halifaulu. Tukienda katika masala ya kidawa, tukienda katika masailu zawjia, tukienda katika masaili ya tarbawi, tukienda katika masaili ya kazi, katika kila nyanja Muislamu ala khas lazima awe atajipamba na subra. Ndugu zangu katika iman, asabru, neno hili ni neno la Kiarabu, asili yake ni neno la Kiarabu, pamoja na kwamba limefanywa ishtiqaqat katika lugha nyingine kama vile Kiswahili, pia sisi bado tunatumia neno hilo hilo sabru kwa maana ya kusubiri. Anasema Ibn Faris, mwanawachuoni wa lugha ya Kiarabu, asema asabru kuna herufi tatu, kuna sad wal ba wa ra, thalathatu hurufin au thalathatu ahrufin. Hizi herufi tatu ambazo ziko kwenye neno hili linasimamia mambo matatu, linasimamia mambo matatu. Jambo la kwanza, as-sabru maana yake al-habs, ni kujizuilia, kujizuilia na jambo lolote. Kwa mfano, ikiwa mimi najizuilia kutokulifanya jambo, au kwa mfano ambao uko hai sasa hivi, mtu ameshikwa, Kiswahili tunamuita mahbusun, maana yake amezuiliwa. Amezuiliwa kwa mambo fulani aliyoyafanya ya kimakosa, azuiliwa aketi mahali fulani asitoki mpaka muda fulani, ndiyo maana ya as-sabru. Kwa hivyo tunamaanisha kwamba amezuiliwa, amesubirishwa. Kwa maana ya pili asema aali shay, as-sabru maana yake ni ujuu wa kitu, yani kitu kuwa juu zaidi. Na bil hakika mtu ambaye ana subra ya kikweli, anasubiri kwa mambo ambayo yamemkumba, basi yeye anawekwa kwenye daraja ya juu. Jambo la tatu akasema jinsu min alhijara, yani as-sabru ni sampuli fulani pia ya jiwe. Sisi tutachukua maana hii moja ya kwanza ambayo inaitwa as-sabru maanahu alhabs. Hapa ndipo tutakaposimamia biidhnihi ta'ala, na kuombeni insha Allah ta'ala tuwe pamoja katika mada hii, na pengine labda tutatoa mifano ambayo inahalisia na maisha tulionayo. Sheikh anasema katika Mu'jam Maqayis al-Lugha, anasema as-sabru al-habsu ni kujizuilia, wa yuqalu fi al-lugha, na inasema katika lugha ya Kiarabu, naweza kuleta sentensi ukasema sabartu nafsa au sabartu nafsi ala dhalika al-amr, nimeizuilia nafsi yangu, nimeisubirisha nafsi yangu juu ya jambo fulani, kwa maana ya kwamba umeizuilia nafsi yako hukulifanya jambo kama hilo. Kisheria wakasema as-sabru maana yake habsu nafsi anil jazai, ni mtu kujizuilia kutokamana na babaiko. Naam, wazi. As-sabru
habsu nafsi anil jazai, ni mtu kuizuilia nafsi yake kutokamana na babaiko la namna yoyote, ikiwa ni babaiko la msiba wa kifo, ikiwa ni babaiko la msiba wa njaa au kupotewa na vipenzi wako, ikawa unaizuilia nafsi yako isipate babaiko. Hii ni maana ya asabri, na hii ndiyo namna ya sabri inayotakiwa katika daraja ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia hayo kwenye suratul Baqara, akatuambia tusubiri katika hali ya kupatwa na msiba wa kifo, ikiwa mtu amekosa mazao kwenye shamba lake, ikiwa mtu yuko kwenye hali yoyote, alhasil kwenye maisha haya lazima usubiri. Lakini aksu dhalika, kinyume chake, wengi wa watu kwenye dunia hii wakipatwa na matatizo, jaza, babaiko ndiyo inakuwa nambari moja katika maisha yake. Na ukishatawalisha nafsi yako jaza, babaiko, kitu kitakachofuatia baada ya babaiko hilo ni hasara ambayo kwamba itakuwa haina mfano wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza watu wanapofiwa, kuna mambo watu wamekatazwa: an-niyaha wa-dharba wa shaqqul juyubi. Mtu hatakiwi kuomboleza pale atakapokuwa amefiwa, kwa sababu kuomboleza mtu anavuka mipaka katika babaiko lake. Hafai mtu kujipiga, kwa sababu kuna desturi za watu, akifiwa ni drama ya hali ya juu. Akifiwa na mtu wake wa karibu ni drama ya hali ya juu. Utamkuta mtu anajipiga, mara nyingine anakata nguo zake, ama anagaragara chini, isharatan ala alhuzni, akionyesha kwamba mimi nina huzuni. Lakini hii yote ni kuvuka mipaka. Hii ni jaza ambayo haitakiwi mwanadamu, wa khasa ala almuslim, haitakiwi kuwa na hali kama hii. Sheikh anasema watasakhuti wa habsi lisani ani shakwa wa habsi aljawari ani atashwish. Vile vile subra maana yake ni mtu kuizuilia nafsi yake katika viungo vyake asivivukishe mipaka. Vile vile akauzuilia ulimi wake anishakawa au anishakwa, kuanza kushtaki, kuanza kulalamika pale anapofariki mtu. Ikawa watu hawataki kukubali kwamba huyu amefariki, ni amri ya Allah, bali ikawa watu wanaongezea na fikra zao, huyu juzi tu alikuwa mzima, huyu amekufa, hapa kuna nguvu za, kuna mkono wa mtu. Lau kama si fulani, lau kama si kitu fulani kimetokea, huyu asingekufa. Hii yote haitakiwi Muislamu kuwa nayo. Katika maelezo haya ulama wakaongeza wakasema, wasabru ala thalathati aqsam. Subra iko kwenye vigawanyiko vitatu. Ya kwanza, sabru ala taati llah. Muislamu anatakiwa awe na subra juu ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Jambo la kumtii Allah azza wa jalla, mwanadamu na Muislamu hasa anatakiwa awe na subra. Jambo la pili, sabru an maasiyatihi. Uisubirishe nafsi yako, uizuilie nafsi yako, usiingie katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Na jambo la tatu, as-sabru ala imtihani llahi alayk. Kuwa na subra juu ya mitihani ambayo Allah tabaraka wa taala ameikadiria mitihani hiyo ipatikaniwe katika maisha yako. Hivi ni vitengo vitatu vya sabr ambavyo ulama wamevigawanya, na wamevigawanya istidlalan biayati Allah tabaraka wa taala wa bisunnati nabiyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika iman, jambo la kusubiri ni jambo ambalo ni muhimu kiasi cha kwamba Allah kwenye Qur'ani amelitaja jambo hili au neno hili la kusubiri takriban aya 103 kwenye Qur'ani.
katika mambo yaliyotajwa kwa wingi miongoni mwayo ni as-sabr. Na Allah tabaraka wa taala katika idadi ya 103 kwa kulitaja neno subra amelitaja kwenye sigha tofauti. Amelitaja kwenye matamshi, mara nyingine Allah amelitaja neno la sabri katika majina, mara nyingine Allah azza wa jalla amelitaja neno hili la sabri fil af'ali katika vitendo, na mara nyingine Allah azza wa jalla amelitaja neno hili la sabri ala sighati ismi al-fa'il katika matamshi ya jina la mtendaji. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa kila aina, na kwa kuonesha umuhimu wa subra Allah azza wa jalla ametuamrisha tusubiri, lakini tusisubiri peke yetu, bali tuwasubirishe na wenzetu. Isbiru wasabiru, Allah anasema subirini. Katika hizi hali tatu ambazo tumezitaja, Allah anasema subirini, wasabiru, na musubirishane, kwa sababu katika kusubiri watu wanatofautiana. Kuna wengine mashallah kusubiri kwao kuna nguvu, hahitaji hata kuambiwa we subiri. Moyo wake ni moyo ambao una umakinifu, likimtokea jambo tayari yeye anajivumilisha na anajisubirisha. Lakini kuna wengine mpaka waambiwe basi hii daraja uliofikia ndugu yangu umevuka mipaka. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia tusubiri na tuwasubirishe wengine. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuonesha umuhimu wa jambo la kusubiri, karana uluhiyatahu ma'a sabri au ma'a sabirin. Allah azza wa jalla amekutanisha ama ameunganisha uungu wake bihubbihi wa rahmatihi, kwa mapenzi yake na rahma yake, pamoja na watu ambao watakuwa ni wenye kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha ma'as sabirin, inna Allaha ma'as sabirin, hakika Allah tabaraka wa ta'ala yuko pamoja na ambao watakuwa ni wenye kusubiri. Kwenye hali ngapi? Kwenye zile hali tatu. Nataka hizo hali tatu ndio zitakuwa zinazunguka kwenye maudhui yetu. Kusubiri katika taa ya Allah, kusubiri kutokuingiza nafsi yako katika kumuasi Allah, na vile vile kusubiri ala imtihan ala Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya mtihani ambao Allah azza wa jalla amekupatia wewe katika maisha haya. Ndugu katika imani, tutasubiri kwenye jambo gani na gani? Tumefahamu kusubiri ni kuizuilia nafsi kwenye jambo ambalo umetakiwa uizuilie nafsi ile. Ikiwa ni kwenye taa, usimame na taa yako mpaka mauti yakupate. Ikiwa ni kwenye maasiya, uizuilie nafsi yako usiingie kwenye maasiya, hata kama maasiya yale yatakuwa yanapendeza mbele yako, na uizuilie nafsi yako juu ya mitihani inayotukumba kwenye hali ya kimaisha. Uwe na subra kwenye hali hizi. Wanasema wanawachuoni kuna darajati ambazo mu'min au muislamu anatakiwa akipitia kwenye nyanja hizo awe ni mwenye kuwa na subra. Jambo la kwanza, asabru ala ad-da'wa, kusubiri kwenye da'wa. Kusubiri kwenye da'wa. Da'wa ni kulingania, na sisi sote ni walinganizi. Kuna wale maduati huja misikitini wakawapatia watu mihadhara na khutab tofauti, zile ni da'wa al-am, da'wa ambazo zimewakusanya watu wote. Lakini kuna da'wa al-khas. Kwa mfano, baba ndani ya nyumba yake anapokuwa anataka kuelekeza watu jambo la sawa, hatofaa kumsubiri khatibu aje amuongozee watu wake na aje kuelimisha watu wake, bali yeye kama baba ndani ya nyumba atatakiwa kuifanya da'wa.
amil, mfanyikazi, mahali anapofanya kazi atatakiwa kuifanya da'wa yake mahali pale pale. Mama ndani ya nyumba yake pia yeye ana nafasi ya kufanya da'wa, kumfanyia mume wake na watoto wake. Ikiwa basi sisi sote twaingia kwenye kategori ya da'wa, la budda an natahalla bisabri, lazima tujipambe na kusubiri, kwa sababu kwenye kulingania kuna mambo mingi sana hutokea. Kuna mambo hukutokea mpaka ikafika wakati, kwa nini mimi nifanye kazi hii, au kwa nini mimi niwalinganie? Mtu nyumbani kwake tu aweza kumlingania mke wake kuswali na ikawa ni kibarua kweli kweli. Mke wako kabisa unayemwangalia kwa hali na mali, na ukamuita kwa majina mengi mazuri, lakini ukamwamrisha kwenye kuswali, kufanya ibada ambao ni jukumu lake yeye muabudu Allah azza wa jalla, lakini ikawa kuna mtihani. Watoto wako ambao unawasomesha, mara nyingine tunafanya mpaka makosa nje, kwa sababu kigezo kikubwa, nataka kuwatizama wanangu, nataka wanangu waishi vizuri, nataka wanangu wale vizuri. Mtu akakosea, lakini huyo mtoto wako ambaye anakupeleka mbio hivyo, ikawa unamwamrisha jambo la kufanya ibada, na mtoto huyo akawa anaingia huku anatoka huku. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kazi hiyo ya da'wa lazima tujipambe na subra. Asema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe watu wako kusali, waamrishe watu wako kufanya ibada, kwa sababu kuamrisha ni katika da'wa, na Muislamu hatakiwi kutoka kwenye da'wa kwenye maisha yake yote, hatakiwi kutoka kwenye da'wa. Lakini pamoja na hivyo, wastabir 'alayha, lazima uwe na subra. Khatibu anayekhutubu lazima yatahalla bisabri. Imamu alladhi yaumu an-nasa fil masjid, kiongozi anayewaongoza watu msikitini, lazima awe na subra. Mara nyingine imamu aweza kuwaswalisha watu na watu ni tofauti, wakati mwingine sura akaifanya ndefu, wengine ambao hawawezi kusimama kisimamo kirefu wakawa wanalalamika na mwisho kumshtumu imamu. Imamu atakiwa kufanya nini? Alayhi an yasbira, ni juu yake kusubiri, kwa sababu katika kuongoza na katika kufanya da'wa kuna mambo mengi ambayo mtu yatamkumba na yatamkuta ambayo yanahitaji kusubiri. Na kielelezo chema ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye ametuonesha mfumo mzuri sana wa kusubiri. Wallahi alazimi, mimi huwa na maneno nikisema, lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ma kana sabiran, hakuwa ni mwenye kusubiri 100%, Uislamu usingefika leo hapa. Lau kama sahaba ridwanullahi ta'ala, lau kama masahaba wa Mtume wasingekuwa na kusubiri katika kuitangaza da'wa ya Uislamu na kuifikisha na mazito yote waliokumbana nao, wasingekuwa na subra, leo sisi tusingeweza kusali hapa Masjid Aisha. Lakini hebu tuangalie wenzetu walivyokuwa wanafanya da'wa. Hebu muangalie Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi jalil. Muangalie mamake, awwalu shahida fil Islam, shahidi wa kwanza katika Uislamu ni mwanamke. Na hii yote ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuitangaza dini, kwa sababu ya kufanya da'wa. Lakini walikuwa na subra na wakajizatiti na wakavumilishana, wakasubirishana, mpaka leo Uislamu ukafika hapa tulipofika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Al-Qur'anul Karim, qul hadhihi sabili, anamwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sema ewe Muhammad, hadhihi sabili, hii da'wa ndiyo njia yangu, ulinganizi ndiyo njia yangu, sina njia nyingine. Ad'u ila Allahi ala basira, na walingania watu juu ya taaluma, na walingania watu
kwenye elimu, siwalinganii watu pasi na elimu. Ana wa man ittaba'ani Rasulullah, mimi na wale wanaonifuata. Wanaonifuata kina nani? Sahabatuhu, ndio wanaomfuata mtume. Na kina nani wengine? Attabi'una. Kina nani wengine? tabi'una walladhina yalunahum walladhina yalunahum walladhina yalunahum, mpaka kwetu sisi. Wale wote wanaomkubali mtume, hao ndio wanaoitwa wafuasi wa mtume. Na katika kuitwa kwamba wewe ni mfuasi wa mtume kuna daraja zake na kuna na sifa zake. Sasa Allah anamwambia mtume, waambie Waislamu, mimi nalingania kwenye njia hii kwa ilmu, mimi na wale wanaonifuata. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala asema kwenye aya hii kuna vitu vitatu muhimu sana vya kuzingatiwa. Dai yoyote lazima vitu vitatu hivi avipitie na awe navyo. Nikisema madai, baadhi yetu hapa huwa wanaleta picha kwangu mimi na wengine wanaofanya shughuli kama mimi, lakini mmetangulia kuwapatia tambihi ya kwamba kulluna duat, sisi wote hapa ni maduat. Asema kuna mambo matatu muhimu kwa mwenye kulingania. Mama ni baba ni shekhe ni ustadh. Jambo la kwanza, al-ikhlas fi da'wa. Lazima tuwe na ikhlasi katika kulingania. Lazima tuwe na ikhlas katika kulingania. An na'mala li ajli man? Li ajli Allah azza wa jalla. Tulinganie kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na katika mifumo ya kulingania, tunapolingania watu wafanye mambo ya kheri au kuwakataza kwenye mambo ya shari, tusitumie lafdhi zetu, bali tutumie lafdhi ya Allah tabaraka wa taala na lafdhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, uathiri zaidi. Kwa mfano, ikiwa mtoto wako yafanya kosa, usimwambie mwanangu mimi wajua silipendi kosa hili. Kwa mfano ni kosa la kisharia, usimwambie mwanangu mimi silipendi kosa hili, bali mwambie Allah halipendi kosa hili. Kwa hivyo wewe ukikosea, ukinikomoa mimi nitakufa, nitahesabiwa, lakini jukumu langu nishakwambia. Lakini aliyekuumba hatokufa na atakuhukumu kwa hili utakalolifanya. Kwa hivyo jambo la kwanza ni ikhlas. Jambo la pili, kwenye aya hii tunapata kwamba da'wa haifanyiki isipokuwa bil ilm ala basira. Mwenye kulingania lazima awe na ilmu kwa kile anachokilingania. Na jambo la tatu, al-Imam At-Tabari asema as-sabr, vile vile lazima dai awe na subra. Kama dai hatakuwa na subra, wallahi al-azim da'wa yake kufaulu itakuwa ni mtihani. Dai yoyote, sio mimi na mwingine yoyote atakayefanya da'wa na akawa hatakuwa na subra katika da'wa yake. Umetaka kuelimisha watu leo, wataka kila mtu akufahamu. Mambo haendi hivyo. Katika kufahamu watu wamegawanyikana mara tatu. Kuna wengine wewe ukisema watakuelewa moja kwa moja. Kuna wengine ukisema jambo watakuelewa opposite. Watakuelewa tofauti na vile ulivyozungumza. Alafu kuna wengine huwa baina, wako kati na kati. Hajui yeye mwenyewe kwamba ameelewa sahihi ama hajui kwamba ameelewa vibaya. Kwa hivyo dai lazima asubiri wakati anafanya da'wa yake. Wala usilazimishe wala asilazimishe lazima mimi nieleweke au lazima watu wanielewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam amusi alayhi, la in yahdiyaka rajulun wahid khairun laka min humuri ni'am. Ukifanya da'wa, kwenye da'wa yako ukibahatika ukiongoza mtu mmoja tu, hilo ni bora kwako wewe kuliko ngamia wekundu. Ngamia wekundu zama zile ilikuwa wana thamani kama vile leo tulivyoona ma V8 na magari mengine yenye thamani. Kwa hivyo kwenye kusubiri lazima tuwe na subra katika da'wa, na hivyo ndivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja kwenye hadithi iliyopokewa na Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anha qala, asema
qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu nasi ashaddu bala, watu gani ambao watapata mitihani mikubwa? Ukiwa kwenye da'wa lazima mitihani uipate. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Sa'd ibn Abi Waqqas, pamoja na kwamba tunaambiwa sisi, akasema al-anbiya, watu wa kwanza kabisa kupata mitihani ni manabii. Hatukumbuki visa vya manabii ambao waliwahi kuuawa na sababu ni da'wa. Sikunaye nabii ambaye aliwahi kukatwa kichwa na ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Yuko nabii ambaye alikatwa kwenye mwili wake, ulikatwa mti na yeye alikuwa ndani ya mti, ukakatwa akawa ni mwenye kufariki na ni nabii wa Allah. Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala ataja kwenye tafsiri yake katika suratu Yasin, kumetajwa watu watatu, asema walikuwa ni manabii, na akataja majina sampuli mbili. Ya kwanza aliwaita Saduq, Masduq na Shalum. Hawa walikuwa ni manabii katika wana wa Israeli. Hawa waliuawa kisha wakakatwa vipande vipande, thumma baada dhalika wakatiwa ndani ya kisima, na ni manabii wa Allah tabaraka wa taala. Ni manabii wa nani? Wa Allah tabaraka wa taala. Sasa sisi tukipigwa na risasi ala sabili almithal, wala sijasema watu waombe wapigwe risasi, lakini likitokea la kutokea kwenye da'wa yakakupitikia hayo, watu waliotangulia wametokewa na makubwa kuliko hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Sa'd ibn Abi Waqqas, watu wa kwanza watakaopata mitihani ni al-anbiya, kisha wengine, thumma al-amthalu fal-amthalu, kisha mifano ya hao manabii na wengine watakaokuja kufata mienendo ya manabii lazima wapate mitihani. Asema fayubla ar-rajulu ala hasabi dinihi, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, mtu atapewa mitihani kulingana na dini yake, kwa kadri ya imani yako. Kila mtu anapewa kulingana na dini yake aliyonayo. Asema fa in kana dinuhu saliban, kama ikiwa dini ya mtu iko strong, mashallah, anta muqimus salah, wewe unasimamisha sala na kwenye mambo mengine yaliyoamrishwa na Allah unayatekeleza vizuri, basi ishtadda balauhu, mitihani yake ndiyo uzidi. Wakati fulani tukiwa chuo tukasoma na wenzetu wanafunzi hii hadithi, mmoja katika wanafunzi akasema kidhihaka, lakini dhihaka hii hufai kuizingatia. Wewe Muislamu hufai kuisema dhihaka hii. Asema kama ikiwa imani ya mtu inapokuwa strong ndo mitihani zaidi inaongezeka kwake, basi mimi sitaki imani yangu iwe strong, kwa sababu sitaki mitihani mikubwa. Kwa sababu imani yangu ikiwa na nguvu, si ndio nitajaribiwa? Kadri ninavyoikuza, si mwisho nitakuja kufanywa kama kina Nabii Allah Yahya? Sitaki imani yangu basi ikue. Sasa sisi tunatakiwa tuikuze imani yetu, kwa sababu kadri tunapopata mitihani ndipo tunapokuwa karibu na Allah tabaraka wa taala. Tunapokuwa karibu na Allah tabaraka wa taala ndio tutawekwa kwenye manzilatul ulya, daraja za juu kwa Allah tabaraka wa taala. Asema fa in kana fi dinihi riqqa, kama kwenye dini ya mtu kutakuwa na wembamba, kutakuwa na wepesi, dini yake ni ile ya kubambanya bambanya, mara yasali mara hasali, kusoma kwake Qur'ani ni mtihani, mara ameingia msikitini kwa muda fulani mara akatoka, yani imani yake ni ya wepesi wepesi, basi mitihani yake vile vile inakuwa ni midogo. Asema ibtulia ala hasaba dinihi, mtu huyu atapewa majaribu na mitihani kulingana na dini yake. Fama yabrahu albala, haitatua hata siku moja bala, kupumua kwa mtu. Wewe leo ukipata mtihani wangangana mtihani ule uondoke, wala usitarajie kwamba ukiondoka ndio hutapata tena mtihani. Mitihani haikuachi, mtihani haukuachi ndugu yangu katika imani. Wala usiseme ya kwamba
mimi pengine wacha nifanye jambo hili, nikiepukwa na hili basi sitakuwa napumua. Tena mtihani haukuachi mpaka uingie ndani ya kaburi, na ukiingia ndani ya kaburi kuna mtihani mwingine mzito. Kuna malaika nao wanakuja wanakuuliza pia, ule ni mtihani. Kwa hivyo ibtilaan la yanqati'u ila hayatika kullaha, haukatiki mitihani kwenye maisha yako yote. Mitihani itakatika pale utakapoambiwa na Allah tabaraka wa taala, ingia hapa, yani waingia peponi. Asema hata yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alayhi khati'a, mtihani hautakuacha wewe mpaka hiyo utakuwa unatembea kwenye ardhi hii huna kosa lolote. Yani ile mitihani imekupata mpaka madhambi yako yakawa ni yenye kufutwa. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Qulu jami'an astaghfirullah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ba'd. Ahibba fillah, taka nijaribu niende haraka zaidi kulingana na muda. Naona muda umetupa kisogo, na yalikuwa ziko baadhi ya nukat ambazo ilikuwa ni lazima tuzitaje kwenye mada yetu hii. Mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaja'a tahta al-Kaaba, amepumzika chini ya al-Kaaba, kwenye kivuli cha al-Kaaba. Alikuwa ni Adi ibn Hatim, sahabi aljalil. Na kipindi hicho watu hawajafanya hijra kwenda Madina, kwa sababu watu walipokwenda hijra Madina kidogo watu walipata afueni, lakini watu walipokuwa Maka, da'wa ya Maka ilikuwa ni ngumu zaidi. Huyu sahabi akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, jamaa wanaumizwa, kina Bilali wanaumia kweli kweli, wanagaragaza, watu wanapata tabu. Alimwambia maneno yale huyu sahabi, baadhi awaambia kwamba kwenye hali hii basi nyinyi acheni da'wa au riwaya inatuambia ihmarra wajhahu, Mtume ulibadilika yule sahabi aljalil. Walipata mitihani kuliko nyinyi. Watu wa nyuma, kuna watu walipata mitihani, walikuwa wakichanwa ngozi zao, kuna mashanuo ya vyuma. Hii ni hadithun sahih katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Hadithi hii iko, sitaki kuitaja kwenye asili yake, nataka kwa sababu tukimbilie muda. Kulikuwa na watu wakichano na mashanuo ya chuma, lakini hayo hayakuwafanya waache da'wa yao, waache dini yao, bali kadri walivyokuwa wakipewa mitihani ndivyo walivyokuwa ni strong. Hii ni nukta ya kwanza ilikuwa nataka kuikamilisha, ndugu zangu katika imani. Katika da'wa lazima tuwe na subra. Katika da'wa lazima tuwe na subra. Ni baba au ni mtu yoyote mwenye kufanya da'wa lazima awe na subra. Nukta ya pili, asabru ala zawaj. Kuhusiana na masala ya kuoa na ndoa, pia vile vile mwanadamu anatakiwa awe na subra. Usipokuwa na subra, utaoa leo, kesho kuto umeacha. Usipokuwa na subra, ili ndoa idumu na taji, lazima uwe na subra. Wazee wetu ambao wameketi na wake zao kwa miaka 40, umuulize umeonaje maisha yako ya ndoa? Moto, lakini subra nilifanya kama maji, ikawa nazima ule moto. Ndio kusubiri. Wanasema wanachuoni, yajibu an yasbira ala zawjaini bima hadatha ala hayati zawjiyya.
lazima wanandoa wawe na subra wote wawili, mume na mke, kila mmoja awe na subra kwa mwenzake, min mandharihi wa mandhariha, kutokamana na matizamo yake na matizamo yake yule mwanamke. Mara nyingine waweza ukaoa mwanamke, kwa mara ya kwanza umemwona na sura nzuri, na yule mume naye alimuoa yule mwanamke, kwa mara ya kwanza amemwona ni sura nzuri, lakini baada ya muda mwanamke yule akizaa maumbile hubadilika. Pale mwanzo alipomuoa mashallah saa 6, akimwangalia hataki kupepesa kwingine na akimsifu kwa sifa zote, lakini thumma baada dhalika maumbile yakabadilika. Uislamu unatuambia nini? Lazima usubiri kwenye hali yako ile, kwa sababu lao utakosa subra basi ndoa hiyo itavunjika. Katika vitabu vya adab kuna mwanamke mmoja, hizi ni adabul arabi. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ameolewa zaidi ya miaka 10 yuko na mume wake. Sasa siku moja wakaketi kwenye bustani, akawa anamtizama mume wake alafu anacheka. Sasa mume ana shughuli zake, lakini anamuona mke wake anacheka kupitiliza, na haikuwa kawaida yake yule mwanamke kucheka namna hiyo. Kamuuliza, mke wangu vipi, kwani umeona kitu kipya kwangu, mbona wacheka namna hii? Mwanamke akasema, wallahi nacheka kwa sababu kwa uzuri wangu nilionao, alafu mkitizama na uso wako huo vile ulivyo. Kwa zama zetu pengine katika hali ya kumtukana mtu utamwambia pengine, wewe kwa sura yako ilivyochoka na ilivyo mbaya, ukipigwa picha yatoka black and white, umpigwa ni colored lakini itatoka black and white. Mwanamke anamwambia yule mwanamume ya kwamba, wallahi nashangaa mimi kwa uzuri wangu, lakini nimeolewa na mume mbovu kweli kweli kama wewe, zaidi ya miaka 10 nasubiri, hakuna kilichoniwezesha kuwa kwenye ndoa hii isipokuwa nini? Kusubiri. Kwa hivyo wanandoa wanatakiwa wasubiri kwenye hali hiyo, wa hayatihi wa hayatiha, kwenye hali ya kimaumbile. Siku hizi watu wamekuwa, wanawake wengi hawataka kuolewa isipokuwa lazima mwanamume awe na 6 packs, na wanaume nao hawataki mpaka awe na figure 8. Sasa wakalazimisha mpaka siku hizi wengine wanatumia madawa tu ili watu wapate ile figure 8 na yeye apate kuolewa. Sasa uwe na subra kwenye hali ile haia ya yule mtu. Asema wa ahwalihi maliya, na katika hali za kiuchumi za kimali vile vile mtu anatakiwa awe na subra, na hii sana linawalenga wanawake, yani wawe na subra kwa waume zao katika hali ya kiuchumi ile ambayo wako nayo. Asema wabizalalihi, katika kuteleza vile vile mtu anatakiwa na subra na mke wake na mume wake vile vile katika kuteleza. Mtu aweza kuteleza kwenye mambo mengi. Kuna watu yasikitisha. Tulifanya wakati tuko masomoni, ikawa tunasoma ahwalu shakhsia, ikawa tunafanya uchunguzi wa kujua kwa nini talaka nyingi zinaongezeka, kwa nini talaka zinakuwa nyingi. Sababu nyingine ilikuwa za kushangaza. Tulipata kuna ndoa moja ilivunjwa sababu mke alizidisha chumvi kwenye chakula, na ilikuwa bwana kupata nyama kidogo ni mtihani. Sasa siku hiyo akang'ang'ana wewe akapata kuku, kwa hivyo alikuwa na hamu kubwa ya kula kuku akajazwa chumvi kibao, hakuweza kumla kwa raha, basi ikawa ni sababu ya kuachwa. Kuna wanawake wanawachwa unajua kwenye ndoa kwa sababu ya kuunguza chakula. Kuna wanawake wanawachwa kwa sababu ya kuunguza chakula tu. Sasa je, kama hali zitakuwa mambo madogo madogo kama haya ni sababu ya kuivunja ndoa, shekhe, sisi tungezaliwa wengine, na wengi katika watoto wangekuwa wanaishi bila wazazi, bila mababa watoto. Na hii tumeidara kidogo na sitaizungumzia, lakini nasaha zangu kwa siku hii ya leo insha Allah taala, ndugu zangu katika imani, tunafahamu ya kwamba kufiwa ni moja katika msiba mkubwa. Hakuna awezaye kusema ni jasiri na asibabaike katika kufiwa.
Na wa kwanza ambaye tunamwangalia na kuiga ni Rasulullah. Mtume alifiwa na wanawe na akalia. Mmoja katika sahaba alimuuliza Mtume, mbona walia? Mtume akamwambia, kwani sisi hatuna huzuni katika nyoyo zetu? Msiba wa kifo ni msiba mkubwa sana, na ukitaka kujua msiba wa kifo ni mkubwa sana, angalia pale unapofiwa na kipenzi chako. Mimi katika maisha yangu ilikuwa silii mahali pakifiwa ndugu nani silii, lakini siku nilipofiwa na mama nikashangaa machozi yanabubujika yenyewe, kwa sababu alikuwa yuko hapa, ndiye ninayempenda zaidi. Siku ile umefiwa na kipenzi, wallahi lazima utalia. Lakini pamoja na kwamba kifo ni msiba mkubwa, tunawanasihi Waislamu na wasokuwa Waislamu ya kwamba kwa tukio ambalo limetokea katika nchi yetu ya Kenya, msiba wa mmoja katika wakuu wa upinzani wa serikali ya Kenya almaarufu Baba, isije ikamfanya mtu akavuka mipaka katika kusikitika kwake. Mpaka sasa hawa bloggers wa kawaida wamepokea kuna baadhi ya watu wamefariki, sababu ni matukio yale ya kufa yule. Tayari ashatangulia mbele za Mungu, yeye ana laki alilolifanya na atahukumiwa na laki. Lakini isikufanye ukababaika mpaka ukamuasi Allah tabaraka wa taala. Isikufanye ukababaika mpaka ukaharibu mali ya mtu. Isikufanye ukababaika mpaka ikawa wewe ni sababu ya kifo cha mtu mwingine. Yeye tayari ashafariki na asubiri siku zake za kuzikwa, lakini sisi ambao tumebakia tunatakiwa tufanye nini kwa msiba kama huu? Ni Waislamu wawe na subra, wale ambao wana mapenzi ya kisiasa. Manake 90% ya Waislamu wana mapenzi ya kisiasa, demokrasia, wala sio siasa tu sharia. Wengi katika Waislamu wana mapenzi ya demokrasia. Lakini tunawaambia pamoja na hayo yote, msifanye kitu chochote ambacho kitakuwa kitaleta matatizo katika nchi yetu. Allah tujalie kwa haya min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.